Yesu akamwambia, nalimuona shetani akianguka kutoka mbinguni kama umeme. Tazama, imewekwa amri ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui. Hakuna kitu chochote ambacho kitawadhuru. Hii ni asili ya wana wa Mungu. Pamoja na kwamba shetani amepewa uwezo, lakini mwana wa Mungu ambaye asili yako ni Mungu, umepewa uwezo wa kukanyaga nyoka na nge ambayo ni asili ya shetani. Maana yake vyote ambavyo asili yake ni shetani, mwana wa Mungu amepewa uwezo wa kuvikanyaga chini ya nyayo zake. Iwe uganga, iwe uchawi, iwe maneno ya kichawi, ndani yako imo uwezo. Kwa nini? Asili yako ni Mungu, na Mungu anaweza yote. Hiyo ni asili ya wana wa Mungu. Tumepewa kushinda yote, tumepewa kuweza yote. Wajapolia sisi hatutalia. Kwa nini? Asili yetu Mungu anaweza yote. Ndio maana anasema tumepewa mamlaka ya kukanyaga uovu. Nge na nyoka inaashiria au inasimama kama picha ya uovu. Kizazi cha nyoka, kizazi cha nge. Hawa watu ndani yao wana sumu. Nyoka kikugonga ndani yake kwa nini? Kwa hiyo ile sumu inatafuta mauti. Na hiyo ndio asili ya wana wa Ibilisi. Anapotafuta maisha yako si kwa wema, anatafuta maisha yako ili aachilie sumu ya mauti kwa jambo lako. Lakini kwa sababu wewe Mungu amekupa neema, tunashinda yote na zaidi ya yote, kwa kuwa Mungu yuko upande wetu. Sema amen. Sema amen. Hiyo ndio asili ya wana wa Mungu. Tumepewa kubeba yote, tumepewa kushinda yote. Hata wakiinuka kwa namna yote ile, maandiko yanasema Bwana ana uwezo wa kuwatawanya kwa njia 7 wakitokea kwa njia moja. Mtu wa Mungu aseme amen. Maana yake ni kwamba wana wa Mungu tuna uwezo wa kushinda magonjwa. Maana yake Mungu asili yake sio magonjwa. Mungu asili yake ni uzima. Kwa hiyo magonjwa kiinuka kwa ni asili ya Ibilisi. Sisi wana wa Mungu tumepewa uwezo wa kuyashinda. Asili ya Mungu sio umaskini. Mungu ni tajiri. Kwa hiyo umaskini ukiinuka, sisi tumepewa uwezo wa kushinda umaskini. Na kataa hiyo roho. Kwa sababu gani? Mungu asili yake sio umaskini. Asili ya Mungu ni utajiri. Mungu anasema sisi hatutakopa, bali tutakopesha mataifa mengi. Amen. Roho ya madeni. Asili ya Mungu, Mungu hana madeni. Mungu hadawe mikoba. Ukiona unaandama roho ya madeni, nyuma yake iko asili imepandwa ambayo sio asili ya kimungu. Kwa lazima uinuke na umwambie Mungu, asili yoyote ambayo sio asili yako iondolewe kwangu. Sababu kazi kubwa alionayo Ibilisi ni uharibifu. Mungu aliumba kitu chema, lakini shetani anachilia ugonjwa ili kile kitu chema kifanye kiharibike. Angalia kama mtu kama huyu, kijana mzuri, ana miaka 26. Hawezi kutembea. Shetani anaua miguu. Lakini Mungu akumuumba hivi. Na Mungu alipomuumba alikuwa na kusudi ndani yake, kwamba huyu mtu aje kuwa sababu ya Mungu duniani, kwamba kuna jambo ametumwa aje alifanya ulimwenguni. Lakini alipoliona Ibilisi jambo lile, akaachilia nini? Uharibifu. Hawezi kutembea, hawezi kufanya kazi, hata chuoni hawezi enda. Kwa nini? Kuna mbegu imepandwa ambayo ni roho ya uharibifu. Lazima ile roho ya uharibifu ing'olewe, tupande roho ya asili ya Mungu.